Naitwa Rashid Hamisi Othman, ni kamishna wa kazi, kamisheni ya kazi, Wizara ya Kazi na Uwekezaji wa Zanzibar. Tupo katika warsha hii ya siku mbili. Ni warsha ya siku mbili ambayo inaanza leo tarehe 25 na kesho tarehe 26. Ni warsha ambayo inaratibiwa na Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania Bara TUCTA kwa kushirikiana na Shirika la Kazi Duniani ILO, Wizara ya Kazi na Uwekezaji kwa upande wa Zanzibar, na Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano Tanzania Bara, pamoja na wadau wengine wa vyama vya wafanyakazi pamoja na mifuko ya hifadhi ya jamii na wadau wengine wa mambo ya kazi ni washiriki wa warsha hii ya siku mbili, ambayo inalenga zaidi katika swala zima la kujenga uelewa wa mikataba hii 6 ya Shirika la Kazi Duniani, ambayo ni mikataba iliyokuwepo katika mchakato wa majadiliano, kueleweshana, na hatimaye tunatarajia zaidi kwamba iweze kwenda kuridhiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafikiri tunaelewa kwamba upande wa Tanzania, ambayo ni mwanachama wa Shirika la Kazi Duniani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesharidhia mikataba ya Shirika la Kazi Duniani karibuni 37, na hii mikataba 6 ni mikataba ambayo inatekelezwa kwa kiwango kikubwa sana kwa pande zote mbili za muungano, upande wa Tanzania Bara lakini pia upande wa Zanzibar katika mambo ya kazi. Kwa hiyo tunatarajia zaidi kwamba kuweza kueleweshana zaidi katika mikataba hii, kwa sababu mikataba ambayo imeanza na safari refu sana. Tumeshafanya vikao tofauti katika kujadiliana vya wadau na kuchukua michango mbalimbali, michango ambayo mwisho wa siku tunatarajia kuipeleka serikalini ili serikali iweze kuipata na kuiona umuhimu wake, na serikali na maamuzi yake baada ya kupata ile picha halisi ya mikataba hii, na vipi mikataba ambayo itaweza kwenda kuwasaidia wafanyakazi katika kuwalinda na haki zao, kwa sababu tunaona moja kwa moja ni mikataba ambayo kuna mkataba unagusa moja kwa moja masuala ya hifadhi ya jamii, social securities, mkataba namba 102. Ni mkataba ambao ndio chanzo, naweza nikasema, kilichoibua haja ya kutaka kuridhiwa mikataba hii yote mikataba yote hii 6. Lakini ni mkataba ambao unajaribu kuangalia vipi unaweza kumlinda mfanyakazi katika masuala yake ya haki hizi za kijamii, zikiwemo haki hizi za mafao mbalimbali ambayo kwa sasa hivi naona kwamba kwa pande zote mbili za muungano yanatolewa bara na Zanzibar. Lakini kuna mikataba inayolinda haki za wafanyakazi wa majumbani, kuna mikataba ambayo inagusa moja kwa moja haki za masuala ya usalama na afya kazini, kuna mikataba ambayo inagusa moja kwa moja masuala ya majeraha yanapojitokeza katika mazingira ya kazi. Hii mikataba yote ni mikataba ambayo ukiangalia katika maeneo ya kazi kwa pande zote mbili za muungano inatekelezwa. Sasa haja ya kuiridhia inaonekana ipo, lakini swala la kuielewa zaidi ni jambo la msingi. Kwa hiyo warsha hii tunatarajia zaidi katika mijadala ambayo itafanyika ndani ya warsha inaweza ikaibua sana swala zima la uelewa kwa wadau, na hatimaye kufika katika lengo la kuona kwamba vipi tunaenda kuridhia hii mikataba. Ninaitwa Rehema Rashid Ludanga, ni naibu katibu mkuu wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania. Leo tupo katika warsha ambayo itafanyika siku mbili hapa Spice, yenye lengo la kujenga uelewa juu ya mikataba 6 ambayo kama TUCTA, kama wawakilishi wa wafanyakazi Tanzania, tumekuwa tukiipigania ili nchi iweze kuiridhia. Sote tunatambua kwamba Tanzania ni nchi mwanachama wa Shirika la Kazi Duniani, na Shirika la Kazi Duniani limetusetia viwango kadhaa wa kadha kwa ajili ya kulinda haki za wafanyakazi, sababu ni shirika la kazi. Na sisi kama wawakilishi wa wafanyakazi sasa tunawajibika kuhakikisha haki za wafanyakazi, utu wa mfanyakazi, heshima ya mfanyakazi inalindwa, inasimamiwa kwa viwango vinavyostahili. Tutakuwa watu wa ajabu kama tumepewa njia alafu tushindwe kuzisimamia. Kwa tunachokifanya leo ni kuhakikisha tunatengeneza uelewa, watu waweze kufahamu, serikali iweze kuelewa nini tunachokitaka kutokana kwenye hiyo mikataba,
lakini wadau wote na wahusika wote wanaohusika na masuala haya waweze kuelewa, ili ikiwapendeza sasa serikali iweze kuridhia mikataba hiyo. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba sisi ndio wawakilishi wakuu wa wafanyakazi Tanzania, ndio wasimamizi wakuu wa haki, maslahi na utu na heshima ya mfanyakazi wa Tanzania. Kwa hiyo wajibu wetu leo ni kuhakikisha kwamba tunatamani mikataba hiyo iweze kuridhiwa. Katika mikataba 6 kuna mikataba inayojihusisha na masuala ya haki za wafanyakazi wa majumbani, lakini kuna mikataba ambayo inajihusisha na masuala ya afya na usalama katika mahala pa kazi. Halikadhalika masuala ya mifuko ya hifadhi ama hifadhi ya jamii. Kwa hii yote ukiangalia ina umuhimu katika kulinda haki, utu, heshima na thamani ya mfanyakazi wa Tanzania. Kwa tunatamani sasa ifike wakati nchi yetu iweze kuridhia. Kwa hiyo leo ni mwendelezo tu wa vikao. Tulishaanza katika hatua za awali, na katika vikao hivi vina muunganiko wa zaidi ya 3 kwa sababu kuna mfanyakazi pale ndani kwa maana ya TUCTA, kuna ILO kwa maana mwakilishi mwenyewe ambaye anasimamia mikataba yake, kuna ATIA wako pale ndani, lakini kuna serikali, ofisi ya waziri mkuu iko pale ndani ikiwakilishwa na kamishna wa bara na wa Zanzibar. Kwa hiyo pale tunaweza kusema timu imekamilika, na kama timu imekamilika ishara yake ni kwamba sote tunaridhia na sote tunatamani jambo hili liweze kufanyika. Kwa tunapita katika michakato ambayo sasa ni lazima michakato hiyo iweze kupitika ili ifike wakati serikali iweze kuridhia. Kwa sisi tunachofanya ni usimamizi wa kuhakikisha mikataba hiyo inaridhiwa. Kwa mimi kama naibu katibu mkuu leo nimesimama kwa niaba ya katibu mkuu hapa, tunasimama pale katika ile warsha, tumejaribu kuorganize, tumetafuta fedha, tumesimama kwa kusaidiana na ILO kuhakikisha wenzetu wanaelewa tunachokitaka. Kwa na nyinyi waandishi wa habari ni waombe mtusaidie kupaza sauti, wadau wengi zaidi waweze kusikia hitaji la kuridhia mikataba hii kwa Tanzania. Sababu nanyi pia ni wafanyakazi na nyinyi mnahusika kwenye masuala hayo. Kwa tukiendelea kuungana pamoja, nguvu ikiwa kubwa, ni rahisi kupata kile ambacho tunakitaka.